mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ambaye unafuatana nami katika kipindi kizuri cha Afya na Raha juma hili. Tukiwa tuko pamoja hivi, karibu tena tuweze kuungana mwanzo huu wa kipindi hadi pale zitakapotimia dakika 30 za kipindi cha Afya na Raha. Juma hili tena nimepata fursa ya kuwa na wewe, ni shukrani kwa Mungu, lakini pia kwa kile alichotupatia hata tu huu hai wa kuwa na mimi na wewe katika kipindi hiki, basi ni kumshukuru Mungu. Karibu sasa tuweze kuungana. Leo tunaenda kuzungumzia kuhusiana na masuala haya ya afya. Tunakwenda kuzungumza kuhusiana na kampeni za chanjo mbalimbali kwa wanyama. Nilishawahi kukuambia kwamba wanyama tunaishi nao, kwa hiyo wamekuwa kama ni sehemu ya maisha yetu. Kama ni hivyo, nao wanaugua kama unavyougua, wao wanapata changamoto kama wewe unavyopata changamoto. Tafsiri yake ni kwamba anaweza akapata changamoto alafu akakuambukiza wewe binadamu na ukapata changamoto. Ndio, kwa sababu hujasikia kwamba kuna homa ya nyani, kuna maswala kama hayo ambayo yanahusiana na wanyama. Unafahamu ugonjwa wa tegu na vitu kama hivyo vipo kwa wanyama, vinakuja kwetu na inakuwa ni changamoto. Nipo na mtaalamu hapa leo tena atatupeleka kuweza kufahamu haya. Si mwingine ni Daktari Gerald John Mushi. Huyu anatokea katika kituo cha uchunguzi wa magonjwa ya wanyama kanda ya Ziwa. Tunataka kuzungumza masuala haya vile ambavyo yanahusiana wanyama na binadamu. Karibu sana Mushi. Naam, asante sana ndugu mtangazaji. Karibu sana, nimefurahi kuwa na wewe tena siku ya leo kwenye kipindi hiki cha Afya na Raha tukiangazia masuala haya. Amina, nashukuru sana. Mimi pia ni fursa ya kipekee kuwa hapa. Namshukuru. Kwa mara ya kwanza ndio umefika. Ya, ni kweli, kwa mara ya kwanza. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa fursa hii ya kipekee kabisa. Ninayo machache kwa ajili ya wananchi waelewe. Unajua wameshazoea kusikia mara nyingi najua kwenye afya ya binadamu. Yeah. Lakini leo wamepata fursa njema na tuseme adimu. Ndio. Kuzungumzia angalau mawili matatu, lakini pia tutagusa na huko kwa afya ya binadamu. Naam, ndugu wasikilizaji na watazamaji, kwa jina naitwa Dr. Gerald John Mushi kama mtangazaji alivyonitambulisha hapo awali. Natoka kituo cha uchunguzi wa magonjwa ya wanyama kanda ya Ziwa ambacho kiko chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Niko hapa ndugu mtangazaji kueleza machache ambayo hata viongozi wetu wakuu walishaongea kwenye vyombo mbalimbali vya habari kuhusiana na kampeni ya chanjo za mifugo kitaifa. Naam, tulikuwa na mkutano au tuseme kikao mwaka jana mwezi Disemba 2024 kilichofanyika makao makuu Dodoma, ambacho kilihusisha wadau mbalimbali ikiwemo wafugaji wenyewe, wataalamu kama sisi wa nchi nzima, halmashauri zote za Tanzania na wilaya zote kwa ujumla. Pia tulikuwa na wataalamu wetu wengine kutoka kada nyingine ikiwemo za afya. Nakumbuka alikuwepo mtaalamu mmoja alizungumzia masuala ya malaria pale kwenye mkutano wetu. Lakini pia tulikuwa na viongozi wetu wa chama cha madaktari wa mifugo Tanzania pamoja na wadau mbalimbali. Lengo hasa la huo mkutano au kuitishwa kwa hicho kikao ilikuwa ni uzinduzi wa kampeni ya chanjo kitaifa. Lengo la kuzindua kampeni ya chanjo kitaifa ilikuwa ni nini? Hapo awali, siku za nyuma, uchanjaji wa mifugo ulikuwa unafanyika pasipokuwa na muunganiko wote kwa ujumla, kwa maana ya kwamba nchi nzima. Kwamba mfugaji leo ameamka asubuhi, anajisikia tu kwenda kuchanja, anaenda anampigia simu mtaalamu au anaenda kwenye duka la pembejeo za kilimo na mifugo, anachukua chanjo, yeye mwenyewe anaenda kuchanja. Sasa kwa kawaida, kwa kitaalamu, ili uweze kudhibiti magonjwa ya mifugo, lazima ukave 70% ya chanjo ya population ya hiyo chanjo husika kwa wanyama. Kwa maana ipi? Kwa mfano, nitoe mfano wa chanjo moja tu, inaitwa labda homa ya mapafu ya ng'ombe. Kama una mifugo yako 50,000, angalau sasa ili ufikie lengo zuri na udhibiti wa ugonjwa, lazima uchanje 70% ya hiyo namba ambayo nimeitaja. Sasa hatukuweza kufikia hapo nyuma hiyo 10% kwa sababu kila mfugaji alikuwa anachanja kivyake vyake. Leo unachanja hapa, kesho anachanja pale, au utakuta leo inachanja labda Mwanza, kesho kuta inachanja Shinyanga, au ndani ya wilaya hapo au ndani ya mkoa hapo hapo wa Shinyanga inachanja wilaya hii kesho, au kijiji hichi kesho. Matokeo yake sasa nini? Utakuta uchanjaji ulikuwa unafikia 22% tu, kiasi kwamba haikuwa rahisi kuondoa ugonjwa husika. Ndio maana sasa viongozi wetu wakuu waliamua kukaa chini na kuamua kuanza hii kampeni ya uchanjaji nchi nzima.
Sasa turudi nyuma kwamba hii kampeni baada ya kuzinduliwa, ilizinduliwa Dodoma kama nilivyosema awali. Ilifuata mikakati mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha ile zoezi linafanyika. Baada ya uzinduzi uliofanyika chini ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, tulikuwa na wataalamu mbalimbali kutoka halmashauri zote nchini kama nilivyotanguliza. Watu walipewa majukumu mbalimbali huko wilayani, na hata sisi pale wizarani kwa wakuu wetu kulikuwa kuna majukumu mbalimbali. Baada ya uzinduzi wa hiyo kampeni kilifuata nini? Kila mtu aliyehudhuria kile kikao, ndugu mtangazaji, alipewa zoezi au jukumu la kwenda kuhakikisha unafanyika uhamasishaji kwa wafugaji nchi nzima. Uhamasishaji kwa lengo lipi? Kwa lengo sasa la kuweka uelewa au ufahamu, kwa lugha ya wenzetu wanaita awareness, kwa wafugaji. Unajua wafugaji wetu wengi nadhani utakuwa umewasikia, kuna Wamasai, Wasukuma, nini siwa na wengi ni watani zangu. Kwa mfano natoa tu utani kwamba wengi wamekuwa wagumu. Sio rahisi kuingia Mmasai kumwambia bwana nataka nikupe chanjo, lazima umuelezee mpaka umshawishi. Kwa hiyo lengo sasa la kwenda kufanya uhamasishaji ilikuwa ni kushawishi, kufanya uelewa wa pamoja kwa wafugaji wetu, ili sasa zoezi litakapoanza kusiwe kuna ugumu tena, ili tufanikishe ili zoezi liende salama. Kwa hiyo kila mmoja pale kwenye mkutano alipewa namna fulani ya uelewa, na baada ya kuelewa akapewa jukumu la kwenda kuhamasisha. Sasa uhamasishaji huu ulifanyikaje? Uhamasishaji baada ya wataalamu wa mifugo na watu wa halmashauri. Kwanza nichukue fursa hii kwa niaba ya wakuu wangu wa kazi kuwashukuru wataalamu wa halmashauri, nikianza na wakurugenzi, wakuu wa idara pamoja na wataalamu mbalimbali na wote walioshiriki ili zoezi la uhamasishaji kikamilifu. Zoezi la uhamasishaji hivi ninavyoongea na wewe ndugu mtangazaji limeshakamilika. Limeshafanyika, lilianza hiyo Desemba mwezi wa 12 mwaka jana. Likafanyika kwa njia ya radio kama mimi nilivyo hapa leo, likafanyika kwa njia ya TV, lakini kuna mikutano ile ya vijiji, mikutano ya kwenye miji mingine, kwa sababu kuna miji ambayo wafugaji wapo ambao sio katikati ya mji, ni pembezoni mwa mji, wanaita peri-urban kwa lugha ya wenzetu. Kwa hiyo ilifanyika hiyo uhamasishaji vizuri sana. Lakini pia baada ya uhamasishaji, ndugu mtangazaji, kilifanyika nini? Baada ya uhamasishaji ilifanyika zoezi la kuanza usambazaji wa chanjo pamoja na vifaa. Ukiwa unaendelea hivyo, tulihofu nini mpaka tukapata kile kikao cha kule Dodoma? Je, si kwamba tuliona kwamba hawa wanyama wakati mwingine tusipofanya hivi wataathiri afya za binadamu? Naam, uko sahihi ndugu mtangazaji. Unajua kwa ufupi hizi sekta watu wengi hawaelewi, wananchi wengi hawaelewi. Hizi sekta tunaweza kusema ni sekta moja. Afya ya binadamu na afya ya wanyama ni kitu kimoja. Na kabla sijaenda kwenye swali lako la msingi, nikupe tu dondoo kidogo. Kuna kitu kimeanzishwa sasa hivi, nadhani kiko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Kinaitwa afya moja, section ya afya moja. Au kwa lugha ya wataalamu au kitaalamu inaitwa One Health. Sasa hii One Health ni nini? One Health ni jumuisho wa wataalamu au wa sekta mbalimbali, ikihusisha sekta ya wanyama, afya ya wanyama, sekta ya afya ya binadamu, watu wa mazingira, wanyama pori na kadhalika. Kuwaleta pamoja. Lengo hasa ni nini? Lengo hasa kuwaleta pamoja ili zinapotokea changamoto za magonjwa. Kwa mfano, yapo magonjwa yanayokutanisha binadamu, yanayopata binadamu na wanyama. Nitakutajia magonjwa mawili tu kwa kuanzia. Kuna ugonjwa unaitwa kichaa cha mbwa au kwa lugha ya kitaalamu unaitwa rabies. Huo ugonjwa unashambulia almost wanyama wote unaowafahamu. Wanyama pori, kwa mfano wanyama jamii ya simba, fisi, wanyama kwa wao wafugao kama mbwa. Ukija kwa upande pia wanyama wengine kama ng'ombe, mbuzi, kondoo pamoja na sisi binadamu. Sasa mbaya zaidi, huu ugonjwa ni hatari. Ukishakupata, sijui kama umeshawahi kuona mbwa mwenye kichaa au kusikia mahali kwamba kuna mbwa mwenye kichaa. Unaambiwa umeshakusikia mtu anabweka kama mbwa. Sasa hiyo hali ikishafikia hivyo, huyo mtu aponi tena au mnyama aponi tena. Kwa sasa lengo la hii afya moja, na maana tunakaa pamoja sasa. Tunaangalia dalili za mnyama ni zipi? Dalili za binadamu ni zipi? Na namna ya kuzuia kwa mnyama ni vipi? Namna ya kuzuia kwa binadamu ni vipi? Kwa hiyo tunavyokaa pamoja, na maana tunatoka na kitu hichi kimoja. Nimetolea tu mfano afya binadamu na wataalamu wa afya ya wanyama pamoja na mazingira. Kwa nini mazingira? Kwa sababu yule mnyama au mbwa anaishi kwenye pamoja na kuishi kwa mazingira, mbwa anapokuwa anaumwa ule ugonjwa anatoa matemate.
yanadondoka kila mahali chini, anagusa, anaweza akagusa labda kwenye kiti kama hicho ulichokalia. Unajua mbwa tunaishi nao. Wewe bahati mbaya ukashika kile kiti, ukatokea ukajifuta mdomo wako, tayari utapata vile vile. Bahati mbaya unaambukizwa na virusi. Na magonjwa mengi ya virusi hayana dawa. Kwa hiyo tayari utakuwa umeupata. Mazingira mengine, mfano labda wanyama pori. Kule tunawafanya kazi, tuna wafugaji wanapeleka ng'ombe zao kule. Na huu ugonjwa pia mara nyingi unaanzia hata kule. Wanyama pori pia nao wanaubeba. Virusi vyake hivi vya kichaa cha mbwa wanabeba. Kwa hiyo hao wafugaji wanapopeleka ng'ombe wao kule, wanaweza kupata ugonjwa. Na sisi tunakula nyama. Sawa? Kwa hiyo utakapokula wale ng'ombe au nyama ya ng'ombe iliyochinjwa ambayo imeshagusa hiyo kichaa cha mbwa kule porini, ina maana sisi tukisha process ile nyama yetu bila kufuata zile au haikuiva vizuri, kwa mfano ukaila wewe, ni rahisi kupata kichaa cha mbwa. Sio kama hapo umenielewa. Sasa turudi kwenye One Health au kwenye swali lako la msingi ambao umeniuliza kwamba namna gani kilicho mpaka tukaenda mlishtuka nini? Ndugu mtangazaji, kama nilivyojieleza hapo awali, nilivyokuambia hapo awali, ni kwamba hapo awali ilitokea uchanjaji haukuwa wa pamoja. Sawa. Sasa inapotokea uchanjaji haupo kwa pamoja, zoezi la tuseme kumaliza magonjwa au kuua magonjwa au kutoa magonjwa au kutoa maambukizi ya magonjwa inakuwa sio rahisi. Kiasi kwamba sasa ule ugonjwa unaendelea kuwepo pale. Nitakupa sababu nyingine ya msingi ya pili. Sisi tunafanya biashara ya mifugo. Na mifugo hii, kwa kifupi nikupe takwimu kwa ufupi. Tanzania ina takriban ng'ombe milioni 36.7. Zaidi ya nusu ya wananchi wa Tanzania. Milioni 36.7. Ina mbuzi milioni 29.7. Ina kondoo wasiopungua milioni 9.4. Na kadhalika na kadhalika. Mifugo tunayo mingi sana. Kwa Afrika ambazo ni nchi nafikiri zaidi ya 52, Tanzania ni namba 3 kwa wingi wa mifugo. Ni magonjwa gani ambayo ninyi kama wataalamu wa afya, Daktari Gerald, mumetambua kwamba haya magonjwa yanakumba wanyama, lakini pia yanatoka kwa wanyama yanaingia kwa binadamu, na tusipoyafanyia kazi madhara yake ni makubwa? Mathalani tumesikia kuna wanyama pori hawa kama nyani wanasababisha madhara kwa binadamu. Tuna wanyama ambao tunaishi nao moja kwa moja, akina mbuzi, akina ng'ombe, akina paka wako hapo, akina mbwa wako hapo. Ni yapi ambao mnadhani kwamba haya tusipotumia hii chanjo inaenda kutupa shida? Okay, kwanza kwa kujibu swali lako, hii chanjo, kampeni ya hii chanjo ya kitaifa haijalenga moja kwa moja kwanza kwenye yale magonjwa yanayotoka kwa binadamu kwenda kwa wanyama au kwenda kwa wanyama kwenda kwa binadamu. Hizi chanjo kwa kawaida zinafanyika kwa taratibu ambazo zimewekwa. Lakini kampeni hii hususan imejikita kwa ajili ya magonjwa ya kuanzia kwa kulenga, ndio maana nimekuambia pato la taifa liko chini. Tunaanza taratibu, hatuwezi kuanza na kila kitu kulingana na uchumi wetu, priorities zetu. Sawa. Kwa kawaida au kwa namna chanjo hii kampeni ilivyoenda, imeenda kwanza kwa kuanza na magonjwa matatu, ambao magonjwa hayo kiuchumi sasa ni makubwa sana. Kwa wizara yetu kuna magonjwa 13 ya kipaumbele, ambao sasa magonjwa yanaathiri sana biashara ya mifugo ndani na nje ya nchi. Kwa tunaenda nayo taratibu. Kwa kuanzia serikali imeona ni muhimu, au wakuu wetu wameona ni muhimu kuanza na magonjwa matatu ambayo nitakutajia. Kuna gonjwa linaitwa homa ya mapafu ya ng'ombe, au kwa kifupi wanaita CDPP kwa lugha wenzetu. Lakini pia kuna ugonjwa unaitwa sotoka ya mbuzi na kondoo. Lakini pia kuna ugonjwa unaitwa mdondo wa kuku. Serikali imeweka au imeanza na haya kwanza, wakati huo bado tunajipanga kwenda kwa hatua na magonjwa mengine, hususani pamoja na hayo ambayo umeyataja yanayotoka kwa binadamu na kwenda kwa wanyama. Kwa hiyo ni hatua baada ya hatua. Kwa kuanzia tunaanza na haya kwa sababu tunalenga angalau pato linalotokana na mifugo liende juu kwa mkulima mmoja mmoja mpaka pato la taifa kwa ujumla. Homa ya mapafu inahusianaje na homa ya mapafu ya mnyama na homa ya mapafu ya binadamu? Okay. Homa ya mapafu ya mnyama na homa ya mapafu ya binadamu havina uhusiano. Havina. Lakini huyu mnyama mwenye homa ya mapafu akitumiwa na binadamu anaweza kupata madhara gani? Haturuhusu kisheria, haturuhusu nyama ambayo ina magonjwa itumike kwa binadamu. Na ndio maana kabla nyama haijatumika kwa binadamu lazima ipimwe na daktari
igongwe muhuri, ithibitishwe kwamba hii inafaa kwa matumizi ya binadamu. Itakapopimwa tu ikakutwa ina homa ya mapafu ya ng'ombe, tayari haifai kwa matumizi ya binadamu. Ndivyo ilivyo. Nimeshuhudia walio wengi wanakula vibudu. Ng'ombe akifa hapo anakuambia usimtupe. Anaenda na anawekwa pale, anatundikwa hapo, watu wanakuja, anaweka mizani pale, anapima, hakuna aliyepima, hakuna aliyejua kwamba ng'ombe kafa na nini. Zoezi linaendelea. Tuna madhara gani ambayo yanaweza yakamkuta binadamu hasa katika nyanja ya afya? Asante sana mtu. Nakushukuru kwa swali zuri sana. Tuna sheria zinazotuongoza kwenye sekta yetu ya mifugo. Kwa mfano sheria namba 17 ya magonjwa ya mifugo ya mwaka 2003 inatoa katazo. Hakuna mtu anayeruhusiwa awe yoyote anayeruhusiwa kula nyama ya mnyama aliyejifia. Wewe umesema kibudu, ndio huyo aliyejifia. Sheria inakataza. Kwa yoyote na napenda kutoa wito kwa wananchi kwa ujumla kupitia chombo chako cha habari, ni waombe wananchi. Tumezoea kufanya mambo kwa mazoea. Sasa hizi tuna magonjwa mengi, leo mara mpox, leo mara nini. Nitoe wito kwa wananchi au kwa watu wote wanaonisikiliza kwa ujumla kwamba sio vizuri kula nyama ya mnyama aliyejifia kwa sababu hujui amekufa na nini. Inaweza kawa ni tatizo kubwa ambalo unaweza ukaua familia yako au ukaua nguvu kazi ya taifa. Matokeo yake tunaenda wapi? Kwa hiyo nitoe wito kwa kupitia sheria namba 17 ya magonjwa ya mifugo ya mwaka 2003, niwaombe au niombe rai, nitoe rai kwa wananchi wote wanaonisikiliza kupitia radio au Hope Media. Ni kosa kisheria, lakini hata sisi bila tu kuwa kosa haitakiwi kula nyama ya mnyama aliyejifia. Nadhani nimejibu swali lako ndugu mtangazaji. Yes. Nilizungumzia homa ya mapafu. Ikiingia huku inabadilika inakuwa nini kwa binadamu? Kwa sababu sheria zipo kama unavyozungumzia, lakini bado sisi tuna umero. Watumiaji tunapenda kwamba hivi kweli huyu ng'ombe aende hivi hivi. Hapana. Hii kitu na naiweka hapa natundika kama napata hela au nakuwa. Bado hivyo ni kweli. Siwezi kukataa. Sisi bwana, mimi nimetoka vijijini. Wakati huo nakuwa, kweli unaona watu wanakula. Lakini ni kutokuelewa, naweza kusema ni kutokuelewa. Na ndio maana tunatoa elimu pia kupitia vyombo vya habari kama hivi siku ya leo. Kwa anayekuwa na kila anayesikia ni vizuri akamwambia mwenzie. Na nikurudi kwenye swali lako la msingi, homa ya mapafu kwa nyama haina mahusiano na homa ya mapafu kwa binadamu. Isipokuwa unajua homa ziko nyingi ambazo zinashambulia mapafu au magonjwa yako mengi yanayoshambulia mapafu. Nitakupa ugonjwa mmoja ambao unatoka kwa binadamu unaenda kwa mnyama, au unatoka kwa mnyama unaenda kwa binadamu, ambao unahusiana na mapafu au unaleta madhara kwa mapafu. Ugonjwa huo ni tuberculosis au TB kama tulivyozoea. TB mara nyingi inaanzia kwa wanyama. Sawa? Na mdudu anayesababisha ni bakteria anaitwa Mycobacterium tuberculosis. Ukila nyama ya mnyama ambaye ana TB au ukanywa maziwa ya mnyama mwenye TB ambayo haijachemshwa vizuri au nyama haijapikwa vizuri, uwezekano wa binadamu au mhusika yule anayekula ile nyama au anayekunywa yale maziwa kupata TB upo. Kwa taarifa yako nikupe ndugu mtangazaji, kuna zaidi ya 75% ya magonjwa ya wanyama yanatoka kwa wanyama yanaenda kwa binadamu. Zaidi ya 75% ya magonjwa unayofahamu yanashambulia binadamu yanatoka kwa wanyama. Kwa hiyo kuna ushirikiano mkubwa sana hapa wa magonjwa baina ya binadamu na wanyama. Nilikupa tu list chache, nitajia kichache cha mbwa. Lakini kuna jarida, naweza kusema jarida au vipeperushi kimeonyeshwa zaidi ya magonjwa yale yenye kipaumbele, zaidi ya 35 yapo ambayo ya kutisha. Ikiwemo na hiyo mpox unaoifahamu, Ebola unaoifahamu. Sawa? Kuna Marburg unaoifahamu. Hayo yote yanaanzia wapi? Kwa wanyama. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani kuna umuhimu wa sisi madaktari pia kutambulika na kushirikishwa, madaktari wa wanyama kushirikishwa, hasa kwa hususan yanapotokea masuala ya magonjwa ya wanyama na magonjwa ya binadamu. Nadhani umenielewa. Kwa hiyo asilimia zaidi ya 75. Hilo naamini kabisa kwamba tutalifanyia kazi tu ya fahamu kwa faida ya yule ambaye anatutazama. Tuje kuendelea kusonga mbele katika haya ambayo tunayo yazungumzia. Ninyi pale katika eneo hili la kwenu katika kanda ya Ziwa, ni yapi mmebaini kwamba kuna magonjwa ambayo yapo kwa wanyama waliopo katika kanda ya Ziwa, moja kwa moja tusipopitisha kwenye chanjo, moja kwa moja tusipoelimisha wananchi, moja kwa moja wasipoelewa hawa wananchi wanaweza wakaleta hatari kwa walaji wa nyama, kwa watumiaji maziwa, lakini pia mazao yatokanayo na wanyama. Okay. Sisi kwa kanda yetu ya Ziwa
Kwa bahati nzuri tunapokea taarifa kila wiki kutoka halmashauri zote. Sisi tuna halmashauri zisizopungua 42 ambazo tuna operate ndani ya kanda yetu ya Ziwa na mikoa yote 6 tunayoifahamu. Magonjwa mengi tunayopata ni haya ya kawaida ambayo hayana maambukizi kutoka kwa binadamu kwenda kwa wanyama. Isipokuwa kwa kesi moja sana ambazo ni chini kabisa hata ya 1%, ni ugonjwa wa rabies. Hata juzi nimepokea taarifa kwamba kuna wilaya moja Kombe huko kuna mbwa wanavuzuka kwenye kichaa wanang'ata watoto. Lakini hiyo taarifa ipo, tunaifanyia kazi kwa niaba ya wakuu wangu. Pia nitoe wito kwa wananchi kwa ujumla, wasiache mbwa wao wazagae. Hilo ndilo lilikuwa linakuja swali langu. Mimi mtaani huko nishazoea. Mpaka nakoishi kwenye varanda, mvua ikinyesha washaacha varanda pale, unakuta asubuhi ukija unakuta manyoya yako pale na vitu vingi viko hapo. Tunafanyaje katika hili kwa ajili ya afya zetu? Nitoe wito kwa ujumla kwamba ni vizuri ufugaji wa mbwa una kanuni zake na sheria zake. Sawa. Una kanuni zake na sheria zake. Kuna sheria ya ustawi wa wanyama. Sawa, namba 19 mwaka 2008. Sheria hiyo imeeleza namna ya utunzaji wa wanyama wote. Kwa kifupi inaelezea haki za wanyama. Kwa hiyo ndio maana nikarudi pale nikasema ni kutokuelewa. Ni wajibu wetu sasa, kama tunapopata nafasi kama hizi kwenye vyombo vya habari, kutoa elimu kwa umma kwamba mtu anayefuga mbwa ajitahidi sana mbwa wake amfugie ndani. Na anapomfuga mbwa ajaribu kuwaona wataalamu wa mifugo ili wampe ule utaratibu wa kumtunza mbwa wake, kuanzia chakula, uchanjaji na madawa mengine. Hata mahali anapoishi, ndugu mtangazaji, kama vile wewe unavyotaka kulala pazuri, unataka kula vizuri, unataka relax maisha yako yawe vizuri. Hata mnyama yoyote, awe yoyote, sio mbwa tu, anatakiwa apate huduma anapoenda hospitali. Hata mnyama anatakiwa apate hivyo hivyo. Chanjo za watoto hao wakizaliwa tunawapeleka hospitali. Mnyama anatakiwa. Kwa nini tunampeleka mtoto hospitali? Asipate ugonjwa wa pepo punda, asipate polio. Na hata mnyama, mfano huo mbwa, ili asipate hicho kichaa cha mbwa lazima tumchanje. Chanjo inaitwa chanjo ya rabies. Sasa wafugaji wengi wa mbwa wanafuga tu kwa sababu wanajua mbwa akibofuka kibaka hata ingia hapa ndani. Si ndio? Lakini kumbe pamoja na kwamba kibaka hata ingia, huyu unamsaidiaje ambaye anakutishia wewe kibaka asiingie ndani? Kumbe anatakiwa umlishe vizuri, alale pazuri, hizo chanjo umpe. Na nikwambie tu kwa kifupi, ili kuondoa ugonjwa wa kichaa cha mbwa, ambaye anatakiwa kuangaliwa sana ni mbwa kwa kufuata chanjo. Ili kisimpate binadamu lazima tumchanje zaidi mbwa. Tukimchanja mbwa, uwezekano wa kuepusha kichaa cha mbwa kisije kwa binadamu na wanyama wengine ni mkubwa. Asante sana. Tunakwenda kuhitimisha kipindi. Wito wako ni nini katika haya ambayo tumeyazungumzia, hasa kwa ajili ya ustawi wa binadamu kiafya, lakini pia hawa wanyama ambao tunawategemea, hata punda tunamtegemea, hata nani tunamtegemea? Unawaambia nini wananchi ambao wanaishi na hawa wanyama? Ndugu mtangazaji, kwa kuhitimisha na mambo kama mawili kama sio matatu. Jambo la kwanza, kumbuka nilianza na swala la kampeni ya chanjo. Nitoe wito kwa wananchi kwa ujumla. Sasa hivi tunashukuru serikali yetu kwa kweli. Imejitahidi sana kwenye ile swala la kusimamia mifugo kwa sasa. Hususan kipindi hichi cha mama yetu mpendwa Mama Samia. Nitoe tu wito kwa wafugaji wote nchini kwa niaba ya viongozi wangu wakuu kwamba tumeshafanya uhamasishaji. Sasa hivi chanjo zinasambazwa. Pia tunashukuru serikali imesaidia kuwanunulia majokofu kwa ajili ya, unajua hizi chanjo usipotunza kwenye mnyororo wa baridi zinakuwa tena ndo chanzo cha magonjwa ya mifugo yenyewe. Lakini tunawashukuru pia watu wa halmashauri, wakurugenzi, wakuu wa idara, tulishirikiana nao wakanunua majokofu. Lakini pia serikali yetu tukufu kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi ilijitolea kugawa majokofu na mpaka sasa hivi zoezi linaendelea. Nitoe wito kwa wananchi na wafugaji wote kwa ujumla. Tutakapotangaziwa zoezi la chanjo zitaanza lini, hizi hususan hizi 3, homa ya mapafu kwa ng'ombe, sotoka ya mbuzi na kondoo, lakini pamoja na mdondo wa kuku, tujitokeze kwa wingi, tusifiche mifugo yetu. Tukificha mifugo tukachacha michache, ile michache ambayo ile tuliyoificha itakuja tena itasababisha ugonjwa. Kwa hiyo mtoe mifugo yote ikachanjwa kwa manufaa ya uchumi wetu binafsi, lakini uchumi wa taifa. Hilo la kwanza. La pili, kuna matumizi hususan kwa wafugaji holela sana ya madawa. Haya madawa yana madhara hata kwetu sisi binadamu. Na pointi yako ya msingi unaongelea afya ya binadamu. Sasa tuje hapa. Matumizi holela ya madawa ya mifugo yanasababisha mabaki kwenye madawa kwenye mwili wa mnyama.
Matokeo yake nini sasa? Yale mabaki ya madawa au chemicals, binadamu atakula ile nyama au atakunywa yale maziwa au atakula yale mayai, yale mabaki yatabaki mwilini mwake. Kuna kitu kinaitwa uvida au kwa lugha ya kitaalamu wanaita drug resistance. Ndugu mtangazaji, niongee kwa masikitiko makubwa, sasa hivi limekuwa tatizo kubwa, usugu wa dawa. Mtu anaumwa malaria, anaenda anatumia dawa aliyozoea kuitumia, haifanyi kazi. Nimetolea mfano tu malaria, lakini magonjwa yapo mengi. Mnyama ameumwa hichi, dawa yake umezoea ni hii, unamtibu kwa dozi ile ile, wakati mwingine unaongeza hata dozi, mnyama asikii. Tatizo limekuwa kubwa sana. Nitoe tu wito kwa wafugaji, pale inapotokea mnyama wake anaumwa, amuite au amuone mtaalamu wa mifugo ili ampe ushauri. Sio kila homa ni kuchoma dawa. Zina madhara makubwa sana kwa binadamu. Hizi antibiotic zinatuletea usugu hata sisi, lakini pia hata kwa mnyama zinaleta usugu. Pamoja na usugu kuna madhara mengine kama kansa na mambo mengine. Cha mwisho kabisa cha kumalizia, nawaomba sana sana wananchi na wafugaji kwa ujumla, pale wanapopata changamoto yoyote, kwa mfano wafugaji wa kanda ya Ziwa, ofisi zetu ziko wazi. Ofisi zinapatikana Mwanza, Isamilo. Wasisite kufika na kupata huduma. Tunatoa huduma pale kwa muda wote. Sisi tupo pale, niwakaribishe sana. Lakini pia nikushukuru ndugu mtangazaji kwa kuwa tumechumia muda wako vizuri, na pia nakushukuru pia ikitokeza siku nyingine ukiwiwa kutukaribisha, tuko tayari. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, ndivyo ambavyo nahitimishe hivi kipindi hiki cha Afya na Raha juma hili. Nilikuwa naye Daktari Gerald John Moshi. Huyu anatoka katika ofisi ile ambayo inahusika na masuala haya ya wanyama katika kanda hii ya Ziwa. Katika uchunguzi ambao unafanyika wa wanyama pale, ndipo ambapo unapatikana Isamilo, na ndivyo ambavyo tunatoweka hivi katika juma hili. Nusu saa hii imekuwa, naamini kabisa, imekujenga, imekufanya kwamba mfugaji kuchukua hatua kwa ajili ya afya yako na afya ya wanyama wako. Barikiwa hapo ulipoendelea kuwa nasi hadi tutakapokutana juma lijalo. Wakati mwema.